ambaye huelewi maana ya kuokoka ama maana ya wokovu, wokovu ni kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya, kuzaliwa kiroho katika ulimwengu wa roho. Na unazaliwaje upya? Unazaliwaje mara ya pili? Ni unazaliwa kwa maji na kwa roho. Yohana 3 ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 18 kuna hadithi hapo ya Nikodemo na Yesu. Lakini tuangalie mstari wa 3 mpaka wa 7. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usichokijua ni kwamba kuzaliwa mara ya pili pia kuna stages, kama ulivyozaliwa mara ya kwanza. Kama ulivyozaliwa kimwili, kuna hatua za ukuaji. Katika wokovu, mtoto mchanga pia huwa hajui kitu, hawezi kufanya kitu chochote. Anafanyiwa kila kitu, analishwa, anaogeshwa, anabembelezwa. Wewe uliye mtu mzima katika wokovu, usimlaumu huyo mtoto katika wokovu. Anajifunza. Na anapojifunza atakuja kusimama kama wewe. Kumbuka na wewe ulikuwa. Na wewe mtoto, kung'ang'ania maziwa kila siku wakati umefika wakati wa kula nyama choma. Angalia usije ukatapika. Umeshafika wakati wa wewe kutembea. Umeshafika wakati wa wewe kwenda shule. Lakini wewe unalazimisha kuchukua kanga, unampelekea mama ili akubebe mgongoni. Haifai. Haifai hata kidogo. Unastahili fimbo mtu wangu. Unastahili fimbo. Nenda kajifunze kuhesabu na kuandika. Kuelewa wokovu na hatua zake. Kwenye Biblia kuna kitabu kinaitwa Nehemia. Nenda kakisome. Kajifunze hatua za wokovu.